Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina kila sababu ya kumtukuza Mungu hata kwa ajili ya siku hii ya leo tena ambayo Mungu amenipa kibali cha kuwa himani mwake. Nina kila sababu ya kumtukuza Mungu hata kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Gideon, mpaka mafuta wa kanisa la Mlima Moria pamoja na mke wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu hata kwa ajili ya wachungaji wa mahali hapo pamoja na wahudumu kwa kazi nzuri Mungu anaendelea kuwapigania kuifanya katika madhabahu ya Mlima Moria. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Basi niwapende tena kuwakaribisha wale watumishi wa Mungu wanaendelea kufuatilia katika kipindi chetu cha Gideon Online TV. Tunawakaribisha sana katika sana majira haya kwa ajili ya neno letu mchana huu wa leo. Namshukuru Mungu hata kwa ajili ya wale wanaofuatilia kipindi cha channel ya Gideon Online TV. Mungu awabariki na tunawakaribisha pia katika kanisa la Mlima Moria. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Basi tufunge macho yetu tumshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe ambao Mungu ametuandalia mahali hapa siku ya leo. Baba yangu na Mungu wangu mfalme wa amani, Mungu mwenye rehema, nguvu, uweza na mamlaka, na liinua jina lako na kulibariki nikisema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu, tena wewe ni Mungu mkuu, ni Mungu usiyeshindwa na chochote. Asante kwa neema yako ya ajabu uliotupa tena siku ya leo kuwa mahali hapa Bwana. Asante mfalme wa amani hata kwa ajili ya wale wanaoendelea kuangalia katika kipindi cha Gideon Online TV. Asante hata kwa ajili ya mtumishi wako Gideon pamoja na mama mtumishi. Na kushukuru Mungu kwa neema yako ya ajabu ambayo umeachilia tena mahali hapa Bwana. Tazama Mungu, tunaalika Roho Mtakatifu ashuke na nguvu na uweza na mamlaka atamalaki mahali hapa kwa ajili ya ujumbe ambao unaenda kuachilia sana majira haya juu ya watoto wako mfalme wa amani. Baba, tazama nami naweka ujumbe huu mikononi mwako Bwana, ili wewe pekee ukapata kwenda kusimama Baba, maana mimi peke yangu siwezi. Na kualika Roho Mtakatifu tamalaki juu ya kila mmoja aliyofika mahali hapa Bwana, kwa kupitia ujumbe huu Bwana ukapata kwenda kupata kibali moyoni mwake na hata katika maisha yake Bwana. Usimwache akarudi kama alivyotoka. Ni katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini, na wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ujumbe wetu wa siku ya leo unasema ya kwamba tumtafute Mungu kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Tunatakiwa tumtafute Mungu kwa bidii katika maisha haya tunayoishi. Tunatakiwa tumtafute Mungu kwa bidii katika dunia hii ya sasa. Maana kumekuwepo na majanga mengi, changamoto nyingi ambazo zinasababishwa na vijana wetu, zinasababishwa na familia. Lakini neno la Mungu limetuambia ya kwamba tumtafute Mungu kwa bidii ili tuweze kutenda yale yanayompendeza. Basi tukafungue katika kitabu chetu cha Hosea 4, Hosea ile sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 3. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Lisikilizeni neno la Bwana, enyi wana wa Israeli, kwa maana Bwana ana mateto nao wakao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala fadhila wala kumjua Mungu katika nchi. Hapana neno ila kuwapa kwa uongo na kuvunja ahadi na kuua na kuiba na kuzini, huruka mpaka na damu hugusana na damu. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza na kila mtu akae ndani yake atadhoofika, pamoja na wanyama wa kondeni na ndege wa angani, naam, samaki wa baharini pia wataondolewa. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya kanisa. Tumeambiwa tulisikilize neno la Mungu, enyi wana wa Israeli, maana Bwana ana mateto nao wakaao katika nchi. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Tulisikilize neno la Mungu, tumtafute Mungu kwa bidii, maana Mungu ana mateto nasi siku hii ya leo. Mungu ana neno nasi siku hii ya leo. Ana neno la kutuambia kwamba tunatakiwa tumsikilize kwa bidii, tunatakiwa tumombe kwa bidii. Wakaao katika nchi ni nani? Mimi na wewe ambao tuko mahali hapa watu wa Mungu.
Tuko katika dunia hii aliyoifanya yeye mwenyewe, lakini tumekuwa tukifanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Anasema kwa sababu hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu katika nchi. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Kumekuwa hakuna kweli juu ya familia zetu. Kumekuwa hakuna kweli hata juu ya dunia ya sasa. Kumekuwa na uongo, kumekuwa na mauaji, kumekuwa na umwagaji damu ambao hauna hatia. Hata katika kipindi hichi cha mwezi wa 12, wateule wa Mungu, wako wengine wanaenda kumwomba Mungu kwa kupitia kwenye masale, kwenye makaburi. Wako wengine wameandaa madhabahu kabisa kwa ajili ya miungu yao, lakini tukumbuke ya kwamba Mungu amesema tumtafute yeye kwa bidii. Yeye ndo aliyotuumba, yeye ndo aliyotufanya jinsi tulivyo. Hatuna sababu ya kuabudu kwenye makaburi, hatuna sababu ya kuabudu kwenye masale. Haleluya, wateule wa Mungu. Anakuambia hapana neno la kuapa kwa uongo na kuvunja ahadi na kuua na kuiba na kuzini, huruka mpaka damu, hukusana na damu. Haleluya, watu wa Mungu. Tumekuwa tukimwaga damu ambazo hazina hatia. Watoto wetu wamekuwa wakifanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Tumeangalia katika dunia ya sasa, viko vita vinavyoendelea katika nchi za wenzetu, ziko damu zinazomwagika katika nchi za wenzetu. Ni nini? Ni watu kutokumtafuta Mungu. Tumekuwa tukienda makando kando, tumekuwa tukimwacha Mungu. Badala tumtafute Mungu, tumtafute tena kwa bidii na tumuombe, lakini watoto wetu wamekuwa kinyume, wamekuwa wakimwaga damu zisizo na hatia. Haleluya, watu wa Mungu. Tukiangalia mwezi wa 12 ni mwezi ambao watu wanatoa kafara. Watu wanatoka safarini, wanaenda vijijini, wanaenda kutoa kafara kwenye masale, wanaenda kutoa kafara kwenye makaburi. Badala ya mshukuru Mungu kwa kuwalinda mwaka mzima, badala waende kanisani watoe sadaka, wamwambie Mungu tunakushukuru kwa sababu umetulinda mwaka mzima, tuna afya njema, tunatembea, biashara zetu zinaendelea vizuri, ndoa yetu inaendelea vizuri. Lakini wao wanaenda kumshukuru Mungu kwenye makaburi, wanaenda kumshukuru Mungu kwenye masale, wanaenda kumshukuru Mungu kwenye miti mikubwa, wanamwaga damu zisizo na hatia. Wengine wanamwaga damu za ndugu zao, wengine wanamwaga damu za watoto wao. Haleluya, watu wa Mungu. Embu tubadilike, wateule wa Mungu, tutafute uso wa Mungu ili ghadhabu ya Mungu isije ikaja kwenye familia zetu. Mstari wa 13 wanasema ya kwamba kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza na kila mtu akae ndani yake, pamoja na wanyama wa kondeni na ndege wa angani, na samaki wa baharini pia nao wataondolewa. Haleluya, watu wa Mungu. Ghadhabu ya Mungu ikishuka mahali hapa, tukiacha kumtafuta Mungu kwa bidii, hakuna atakayepona, wateule wa Mungu. Anakuambia mpaka wanyama wa kondeni, samaki wa baharini nao watateketea. Je, nisembuse mimi na wewe, mtu wa Mungu? Embu tubadilike, tusisababishe ghadhabu ya Mungu ikashuka juu ya familia zetu. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Tusisababishe ghadhabu ya Mungu ikashuka juu ya familia zetu. Tusisababishe ghadhabu ya Mungu ikashuka juu ya nchi yetu. Embu tumtafute Mungu kwa bidii. Embu tufanye yale yanayompendeza Mungu. Tuache machukizo, tuache makando kando. Haleluya, watu wa Mungu. Tuache kumwaga damu zisizo na hatia. Tuamini ya kwamba Mungu anaweza. Fedha na dhahabu zimetoka kwa Bwana. Watoto wazuri wanatoka kwa Bwana. Haleluya, wateule wa Mungu. Tusitegemee kupata fedha kwa kupitia waganga. Tusitegemee kupata fedha kwa kumwaga damu za watu zisizo na hatia. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Neno la Mungu linatuambia tumtafute Mungu kwa bidii. Na tukimtafuta Mungu kwa bidii, mtu wa Mungu, hakika tutamuona. Hakika tutapata fedha. Hakika tutapata watoto wazuri, kazi nzuri, biashara nzuri. Haleluya, wateule wa Mungu. Na kazi tunayopewa kutoka mbinguni inadumu, watu wa Mungu. Lakini kazi tunayoipatia kwa njia ambayo sio halali ya umwagaji damu haitadumu juu ya maisha yako.
mtu wa Mungu, unavyofunga mwaka kipindi hichi, hata kama ulikuwa unaenda njia ambayo haimpendezi Mungu, unaenda njia ambayo sio sahihi na Mungu, embu geuka, tumtafute Mungu, tuachane na makando kando yote, tumwambie Mungu, tazama tumefanya vyote, lakini sasa tumeamua kurudi kwako. Funga mwaka na Mungu, mtu wa Mungu. Usifunge mwaka na umwagaji wa damu, watu wa Mungu. Tusifunge mwaka na kafara. Embu tufunge mwaka kwa kumwangalia Mungu ambaye ametupigania katika maisha yetu, ambaye anatupigania juu ya familia zetu, ambaye anatupigania juu ya biashara yetu. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Tukifunga mwaka na Mungu, hakika tutaikomboa nchi yetu. Tukifunga mwaka na Mungu, hakika tutakomboa watoto wetu. Tukifunga mwaka na Mungu, hakika tutakomboa dunia nzima. Mimi na wewe ambaye tumepata neema na kibali cha kuwa mahali hapa, watu wa Mungu, ndio tunayotakiwa kuendelea kumtafuta Mungu kwa bidii. Na ukimwona ndugu yako yuko kinyume, hebu mwambie hichi unachokifanya sio sahihi. Hichi unachokifanya kwenye makaburi, kwenye masale, kwenye miti mikubwa sio sahihi. Umwagaji damu unaofanya sio sahihi. Haleluya, wateule wa Mungu. Wako wanaotoa watoto wao kafara, wako wanaotoa wake zao kafara kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya pesa. Lakini wewe kama mimi na wewe ambao Mungu ametupa kibali cha kuwa mahali hapa, mimi na wewe ambao Mungu ametupa kibali cha kumtafuta yeye, hebu basi upendo uliopewa usambaze kwa ndugu zako, usambaze kwa jirani zako, usambaze kwa majirani zako. Mwambie kumtafuta Mungu ndiko kumcha Bwana. Haleluya, wateule wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tunavyomtafuta Mungu kwa bidii, ndivyo atakavyoendelea kututetea sisi pamoja na familia zetu. Ndivyo atakavyoendelea kututetea sisi pamoja na taifa letu. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Hebu tukafungue tena katika kitabu chetu cha Mithali. Mithali 2 mstari ule wa 1 mpaka wa 5, nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu, hata ukatega sikio lako kusikia hekima, ukaelekeza moyo wako upande wa kufahamu, naam, ukaita busara na kupasa sauti yako upate ufahamu, ukiutafuta kama fedha na kuutafutia kama hazina iliyositirika, ndipo utakavyofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Haleluya kanisa. Haleluya, watu wa Mungu. Mungu majira na saa hii anatuita mwanangu, mwanangu niliyopendezwa nawe. Haleluya, watu wa Mungu. Ni jinsi gani Mungu anavyotupenda hadi anatuita sisi ni watoto wake. Anajua kabisa ya kwamba tumepotea. Anakuambia, mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu. Haleluya, watu wa Mungu. Ukikubali kumcha Mungu, ukikubali kulisikiliza neno la Mungu. Haleluya, wateule wa Mungu. Ukikubali kuweka akiba yale unayofundishwa na watumishi wako, ukibali kuweka akiba yale unayoambiwa na wachungaji wako, hakika utamwona Mungu, mtu wa Mungu. Mungu hata kuacha ukaaibika. Mungu hata kuacha shetani akapata kibali kwako. Mungu hata kuacha shetani akapata kibali juu ya familia yako. Ni wewe ni kusikiliza lile neno, ni kusikiliza yale maagizo unayoambiwa na mtumishi wako, akikwambia acha, usifanye haya yampendezi Mungu. Mtu wa Mungu, embu acha. Unapoonywa, embu kubali kuonyeka. Unapoambiwa acha, embu kubali kuacha. Haleluya, wateule wa Mungu. Na kuyaweka akiba maagizo yangu. Haleluya, wateule wa Mungu. Maagizo unayopewa na Mungu, embu yafanye kuyaweka akiba. Hata katika yale magumu unayopitia, embu mkumbushe Mungu. Mwambie Mungu, tazama,
nimetoa sadaka 1, 2, 3. Tazama Mungu, nimefanya 1, 2 kwenye madhabahu yako. Tazama Mungu, nimewatembelea watoto yatima. Tazama Mungu, nimewatembelea wagonjwa. Tazama Mungu, nimeweka hazina kwako. Mkumbushe kwa yale ambayo unayatenda. Haijalishi unapita katika mapito magumu kiasi gani. Haleluya, wateule wa Mungu. Anakuambia mstari wa 2, hata ukatega sikio lako kusikia hekima, ukaelekeza moyo wako upande wa kufahamu. Haleluya, wateule wa Mungu. Muombe Mungu akupe hekima ya kusikia. Muombe Mungu akupe hekima ya kutembea kwa jina lake. Muombe Mungu akupe hekima ya kumjua. Maana usipokuwa na hekima, mtu wa Mungu, hutamjua Mungu. Haleluya, wateule wa Mungu. Muombe Mungu akupe hekima na ufahamu wa kutafuta uso wake. Muombe Mungu akupe hekima na ufahamu wa kutoka mahali ulikokuwa utafute uso wa Mungu. Wa kutoka kumwaga damu zisizo na hatia utafute uso wa Mungu. Wa kutoka kutoa watoto wako kafara utafute uso wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Bila hekima ya kiungu, mtu wa Mungu, na ufahamu wa kiungu, hatutaweza kutoka katika majaribu tunayopitia. Hatutaweza kuacha yale matendo maovu tunayoyatenda. Bado tutaendelea kuyatenda. Bado tutaendelea kumwaga damu zisizo na hatia. Bado watoto wetu wataendelea kuwa walevi, wataendelea kuwa wasinzi, wataendelea kuwa makahaba. Lakini tumuombe Mungu, watu wa Mungu, sana majira haya atupe hekima na ufahamu wa kiungu kwa ajili ya kulitafuta jina lake, kwa ajili ya kumjua zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Mstari wa 3 anasema, naam, ukiita busara na kupasa sauti yako upate kufahamu. Pasa sauti yako, mtu wa Mungu, umwite Yesu naye atakutikia. Pasa sauti yako, umwite Yesu katika jaribu ulilo nalo. Pasa sauti yako, umwite Yesu katika mapito unayopitia. Pasa sauti yako sana majira haya, umwite Yesu katika magonjwa ulio nayo. Haijalishi ni pressure, haijalishi ni kansa, haijalishi ni ukimwi, haijalishi ni uvimbe. Mtu wa Mungu, umeacha vyote, umekuja madhabahuni Mlima Moria. Unajua kabisa kwamba nikifika mahali pale nitakutana na Yesu anayeponya mahali pale. Nitakutana na uponyaji mahali pale. Haleluya, wateule wa Mungu. Umefika mahali hapa, umetumia nauli, umetoka nyumbani kwako, wewe ni mgonjwa. Hebu pasa sauti yako, umwite Yesu naye atakusikia. Haleluya, wateule wa Mungu. Pasa sauti yako, umwite Yesu naye atakuponya. Hata kuacha ukarudi kama ulivyokuja, mtu wa Mungu. Yuko Mungu mwenye rehema. Yuko Mungu anayeponya. Yuko Mungu anayeokoa. Ni wewe kupasa sauti yako na kumwambia Mungu, niko mahali hapa. Ninaomba kwa kupitia jina lako. Nisiondoke kama nilivyokuja, bali niondoke na uzima. Haijalishi ni magonjwa Yesu, niache mahali hapa. Haijalishi ni mauti Yesu, niache mahali hapa. Hakika naye Yesu atakusikia, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Tupase sauti zetu tuweze kumwita Bwana tena kwa ufahamu. Anakuambia mstari wa 4, anakuambia ukiutafuta kama fedha, ukiutafuta uso wa Mungu kama fedha na kuutafutia kama hazina iliyositirika. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Tumekuwa tukitafuta fedha kwa bidii sana. Tumekuwa tukitafuta pesa kwa bidii sana, lakini tungekuwa tunamtafuta Mungu kwa bidii kama tunavyotafuta pesa, hakika haya yote yasingetokea kwenye familia zetu. Hakika haya yote yasingetokea kwenye hii dunia ya sasa ambayo imekuwa na dimbwi la umwagaji damu. Haleluya, wateule wa Mungu. Tumtafute Mungu kama tunavyotafuta pesa. Tumtafute Mungu kama unavyoiweka hazina yako mahali, unaificha mahali hela yako, unaenda benki unaificha. Mwambie Mungu, nami sana majira haya ninakutafuta kama ninavyotafuta pesa. Haleluya, watu wa Mungu. Watu wengi wangekuwa wanakuja makanisani
kila Jumapili kama wanavyokimbilia kwenye biashara zao, hakika tungemwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Tungeiweka nchi yetu mahali pazuri. Dunia ya sasa imekuwa ni dunia ya majanga, imekuwa ni dunia ya umwagaji damu. Lakini hebu tuombe Mungu hekima na neema ya kumtafuta Mungu kama tunavyotafuta pesa. Unakuta mtu haendi kanisani Jumapili, haendi mahali popote, yeye ni pesa, pesa na yeye. Lakini neno la Mungu limetuambia ya kwamba hebu tumtafute Mungu kama tunavyotafuta pesa. Haleluya, wateule wa Mungu. Tukimtafuta Mungu kwa bidii, hakika tutamuona. Tukimtafuta Mungu kwa bidii, hata hizi pesa tunazozitafuta, tunazozihangaikia mchana na usiku, Mungu ataziongeza maradufu. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Tusitafute pesa kwa kumwaga damu. Tutafute pesa kwa kumwambia Mungu, ninajua pesa na dhahabu ni mali yako. Kwa hiyo naomba kwa kupitia wewe Yesu, hebu mimina pesa juu yangu, mimina pesa juu ya biashara yangu, naye Mungu atafanya, wateule wa Mungu. Tuache kumwaga damu zisizo na hatia. Tutafute uso wa Mungu kwa bidii, naye atafanya zaidi na zaidi. Mstari wa 5 anasema ya kwamba ndipo utakavyofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua. Haleluya, wateule wa Mungu. Unavotafuta Mungu kwa bidii, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kumjua. Haleluya, wateule wa Mungu. Tujitahidi kumtafuta Mungu kwa bidii ili tukapata kwenda kuishi maisha yanayompendeza. Hebu tukamalizie na kitabu Petro wa pili mstari ule wa kwanza. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 2 hadi wa 4, nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Neema na iwe kwenu na amani iongezeke katika kumjua Mungu na Yesu Bwana, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipaswavyo uzima na utumwa, na kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hiyo ametukarimia ahadi kubwa mno za dhamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkikombolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Sana majira haya tuombe neema ya Mungu. Tuombe neema ya Mungu iingie ndani yetu ili ikatufunike, ikatukomboe, ikatuokoe, ikatuponye na uharibifu wa dunia hii. Haleluya, wateule wa Mungu. Mtu uliofika mahali hapa sana majira haya, omba tu neema ya Mungu ingie ndani yako ili ikakukomboe wewe pamoja na familia yako, pamoja na uharibifu wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Basi tufunge macho yetu, tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Baba yangu na Mungu wangu, mfalme wa amani, Mungu mwenye rehema, nguvu, weza na mamlaka, na linua jina lako na kulibariki nikisema ni asante kwa ajili ya neno lako uloachilia sana majira haya Bwana. Ninaomba kupitia neno hili Bwana likawa mbegu iliyotukuka juu ya watoto wako hawa Bwana. Baba, ukawape neema ya ajabu, ukawape neema ya ajabu, neema ipitayo majina yote Bwana, ikawe juu yao, ikawe juu ya familia zao, ikawe juu ya watoto wako na hata juu ya dunia nzima. Mungu mfalme wa amani, maana tunajua neema yako yatosha, tunajua neema yako yatosha Bwana, maana bila neema yako Baba sisi si chochote katika dunia hii. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, na wote tuseme amen.